Kwa majina naitwa Hainga Fanuel, nikiwa nimesimamia kitengo cha upelelezi wa magonjwa na yale neglected tropical diseases katika kaunti ya Vihiga. Tuko katika uhamasisho wa wanajamii kuhusiana na haya magonjwa ambayo hayajatiliwa mkazo sana. Tumeanza kushuhudia kuwepo sana kwa rabies. Rabies ni ugonjwa ambao unatokea mtu iwapo anaumwa na mbwa ambaye alikuwa ameathirika na hiyo ugonjwa wa rabies. Na mara mingi watu wanapoumwa na mbwa katika jamii ama kwenye kijiji huwa hawazingatii sana kwenda hospitali, basi wanajiweka katika hatari ya kupata huo ugonjwa. Na ni ugonjwa ambao dalili zake huenda hazitaanza immediately, zinaweza chukua muda hata mpaka miezi 2 ama miezi 3, wakati mwingine kama haijaanza kuonyesha dalili. Huu mwaka tumeshashuhudia 3 cases, na mwaka uliopita from January to December tulikuwa na up to 143 cases. Ni kwa bahati mbaya kwamba kuna mojawapo ya cases ambazo aliumwa na mbwa mwaka uliopita mwezi wa Disemba, lakini kwa vile hakupata matibabu kwa haraka, hakuenda hospitali, hiyo viini imeenea katika mwili, na wakati alikuwa anafika hospitali ilikuwa imeshakuwa too late na tukampoteza. Kwa hivyo tunahimiza watu wote katika jamii anaoumwa na mbwa, hata kama uliumwa na mbwa wiki 2 zilizopita ama hata mwezi 1 uliopita, ni vyema ukaweze kujitokeza. Na ukiangalia kama hali ya sasa, wakati jua limewaka sana, inapeana environment mzuri sana ya magonjwa kama haya kuwepo, kwa sababu hii ndio hali unapata kwamba kuna vumbi mingi kila mahali, na kila mahali kumekauka, na hivyo basi ugonjwa kama minyoo napata kwamba zina thrive vizuri sana katika hiyo vumbi. Pia ugonjwa wengine kama wa funza, tungiasis, pia ni huwa zinakuwa vizuri kabisa wakati kuna kiangaza, kwa sababu zina develop rahisi sana katika vumbi. Na pia ikumbukwe kwamba wakati kama huu, ile kinyesi ambayo watu huenda wameweka katika in the open, inasambazika sana kupitia hata kwa vumbi, na watu wasipozingatia usafi wa mikono na pia wakwenda haja, huenda basi inasababisha haya magonjwa kuongezeka. Kwa majina ni Gabriel Okeyo. Kulingana na utafiti ambao ilifanyika, ilipatikana kuwa Mibona Ward ndio inaongoza kwa mambo na minyoo in Western Region. Kama Ward Public Health Officer, mikakati ambazo tumeweka au kitu ambayo inafanya Mibona Ward iongoze kwa mambo na minyoo, moja, that hiyo Mibona Ward iko na high water table. Kwa lugha nyingine inasema, wakati unachimba choo unapata unakutana na maji before, hata kabla hujafika kule chini, na wakati mvua kinanyesha ina weekend hiyo shimo alafu inaanguka. Na pia poverty level, ile njia ya watu kujikimu kimaisha, iko chini. Changamoto ambazo tuko nazo kwa wakati huu ni jinsi tunaweza pata maji safi katika soko letu la Rwanda, na tena kuelekeza watu wetu jinsi wanatumia sabuni na maji safi ili kujiepusha na magonjwa ambayo tunafundishwa kuepuka nayo. Tuko na wafanyabiashara zaidi ya 5,000 Rwanda kwa wakati huu. Mostly market days wako zaidi, na ikiwa na ni market days ndio wanapungua kwa namba, na maji ndio tuko na upungufu zaidi. Tukiwa na maji safi, lazima watu wote waone ya kwamba wakipewa mwelekeo watakimbilia hiyo maji. Lakini kwa wakati huu changamoto ambazo tuko nazo, maji, mifereji ya maji safi hatuna, ambayo inastahili kuongezwa kwa soko, na watu wahimizwe zaidi jinsi ya kutumia hiyo maji safi kwa kukunywa na kunawa makono sawasawa kama ametoka msalani, ama wanapouza vyakula vyao kama mboga, matunda na kadhalika. Kwa